Iriza ya Simba ni habari ya mjini kwa sasa. Tetesi zimeanza jana kwenye mitandao ya kijamii. Nilifuatilia na kugundua ya kwamba kuna baadhi ya watu wengi sana wanapiga vijembe kuhusiana na Iriza ya Simba. Na Ahmed Ally, semaji la kafu, akazungumza kwamba kwenye branding, kwenye zile branding za Iriza, kwenye zile branding za Iriza, yeye msisahau kuandika wenye wivu wajinyonge. Yaani kwenye brand za Iriza watu wasisahau kuandika kama wenye wivu wajinyonge. Lakini pia Alikamwe, semaji la Young Africans, yeye binafsi kama mnavyomjua Ali, ametupa kijembe cha ya kwamba kwa injini hii miezi 6 tu wachezaji wote watakuwa viziwi. Yani ameonesha ile picha ya engine and then akasema kwamba wachezaji miezi 6 tu watakuwa viziwi. Hivyo ni vijembe, lakini Iriza inakuja ya moto sana, na Iriza inapamba moto kutokana na baadhi ya watu wengi kusubiria kwa muda mrefu sana, sasa ni mashabiki wa Simba Sport Club kwa ajili ya kukamilisha Jeruti akamilishe mpango kazi wake ambao aliuahidi kwa mashabiki wa Simba Sport Club kwamba Iriza iko njiani. Na baadhi ya watu kabla ya tetesi na kuonekana baadhi ya picha mbalimbali walikuwa wanazungumza ya kwamba Iriza iko bandarini tokea muda mrefu sana, kwamba Iriza iko bandarini tokea muda mrefu sana, lakini bado hajaletwa kwenye macho ya mashabiki wa Simba Sport Club na mashabiki wengine kushuhudia ya kwamba je, ni kweli Iriza iko bandarini. Lakini ni taarifa nzuri pia kwa mashabiki wa Simba Sport Club. Haijalishi ni mbovu ama mzima ama nini, ni maneno baadhi ya watu wanazungumza tu. Ikumbukwe ya kwamba kuna ahadi nyingi ziliahidiwa ya mchezaji Jeruti akamleta Loemba. Kwa hiyo mimi sitoshangaa kuiona Iriza ikiwa kweli imeshatua pale Mnyamani. Na wana Simba wakaanza kufurahia sasa, hata kama ni maneno mengi yanazungumzwa kwamba ni mbovu mara nini, otherwise haijalishi. Kwa nini mbona baadhi ya watu wengine wazungumzi kuhusiana uwanja nini, hawasemisi kuhusiana masuala ya uwanja? Kwa kila mtu ana kitu chake ambacho yeye mwenyewe anajivunia. Kwa hiyo kila mtu abaki na kitu chake. Kuna maneno baadhi ya shabiki ndio walizungumza hivyo kwamba kila mtu ana kitu chake cha kushangilia. Sisi mtuachie ridha yetu, na wao na nyinyi tuachie uwanja wenu. Kama jana mliweza kumshambulia mdada ambaye amejitokeza na kuzungumza kuhusiana na maneno mbalimbali ya kimtandao ya kwamba nipo sehemu ya tukio ambapo uwanja utajengwa, lakini hadi sasa hivi ni sehemu ambayo imekuwa dampo ya baadhi ya watu, na walimshambulia sana kwenye mitandao ya kijamii, na baadhi ya watu ya mashabiki wa Young Africans, wale mashabiki lialia wale wa Young Africans walimshambulia sana. Huyo mtu ndo ameandika hivyo kwenye baadhi ya comment ambazo watu wengi wamekuwa kuichafua Iriza ya Simba Sport Club ya kwamba Iriza ni mbovu. Baada ya miezi 6 wachezaji watakuwa wanaumwa vifua, wengine watakuwa wameumia, wengine wamefanyaje. Hiyo ni kudra ya Mwenyezi Mungu, huwezi jua, lakini pia ahadi zitekelezwe, na ndio kitu ambacho watu wengi walikuwa nakisubiria, ya kwamba ahadi inatakiwa itekelezwe kwa wingi na sio maneno mwisho wa siku amutekelezi. Kwa hiyo wana Simba hapo kae mkawa kula kusubiria Iriza ikikabidhiwa mikononi mwa wanalunya. Sio sipati picha hiyo siku ambayo watakabidhiwa na kuiona kabisa hii Iriza tayari ni ya kwetu. Tujivunie na sisi ni miongoni mwa watu ambao tuna Iriza kama ilivyokuwa Azam FC, na ndio timu ambayo na Iriza pia. Kwa hiyo nao wanatakiwa wajivunie, maana kwa na ndinga kama aina ya Iriza ni vizuri pia. Mitandaoni humo hutulize makomwe, Iriza ya Simba inakuja kwa wivu mkubwa. Tuachie comment kama umefurahia habari hii, na pia kama ni mwana Simba ambao unafuatilia sana na unatufuatilia kwa wigo mkubwa, tuachie comment hapo. Napenda kitu gani, lakini pia tuletee vitu vya aina gani ili uendelee kuenjoy.